Na naomba nitumie nafasi hii pia kuwaomba taasisi mbalimbali ambao tunasimamia hizi akaunti. Kama alivyosema Magingira, 90% ya ajali ama athari zinazotokea za kimtandao zinatokana na uelewa mdogo wa watumiaji wa hii mitandao. Naomba watu wote ambao tunashikilia akaunti za serikali na za taasisi mbalimbali tuongeze umakini. Wafuateni wataalamu wa TEHAMA wawaelekeze namna ya kuweka njia za kiusalama na namna ya kutumia ama kuchapisha machapisho kwa usalama kwenye akaunti hizo. Tumegundua wengi hawajaweka hizo tahadhari za kiusalama. Wengi akaunti zao zile namba za siri, zile taarifa za siri, password ziko wazi. Na kwa taasisi za serikali unakuta baadhi, pengine mtumishi alikuwa pale anasimamia hiyo akaunti, amehama, ameondoka, ile password anaifahamu, amekwenda huko, amekuja mwingine, password anaifahamu, ameondoka, amekuja mwingine na password hazibadilishwi. Sasa hawa watu wa TEHAMA wana namna ya kuwaelekeza. Twendeni tukawaulize, tuzingatie maelekezo yao ili tuwe na akaunti zenye usalama na ambazo haziwezi kutumiwa na wahalifu kufanya vitendo vya kihalifu. Serikali imechukua hatua mbalimbali za kuhakikisha usalama unakuwepo. Kwanza nimeitaja sheria ya makosa ya kimtandao ya mwaka 2015, the Cyber Crime Act ya mwaka 2015. Tumetunga sheria ya mamlaka ya serikali mtandao ya mwaka 2019 na kuandaa sera na miongozo mbalimbali ya kutuongoza na kusaidia kuhakikisha usalama wa taarifa za serikali na taarifa binafsi unazingatiwa. Sheria hizi zinatungwa na kuwekwa ili kudhibiti matumizi ya mtandao kiholela, hasa kwa sisi ambao tunatunza nyaraka za serikali, kuweza kutuweka katika mstari unaozingatia maadili na kanuni za utumishi wa umma ambazo tumeapa kuzitekeleza muda wote tuwapo kazini. Ndugu zangu, watumishi wenzangu, sheria ya serikali mtandao ya mwaka 2019, sera na miongozo ya mamlaka ya serikali mtandao inatuelekeza kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa watumishi kuhusu usalama wa mitandao miongoni mwa mambo mengine. Mafunzo haya ni muhimu na yanalenga kuboresha utendaji kazi wa wizara na yatasaidia mitandao ya umma na taarifa zilizomo katika mitandao hiyo ziendelee kuwa salama kwa maslahi mapana ya taifa letu na kwa manufaa ya rejea ya baadaye kwa vizazi vijavyo na Watanzania wenzetu. Mafunzo haya tunayoyapokea yanafanyika ili kuziba pengo lililokuwa katika matumizi salama ya mtandao na shughuli zetu za kila siku, hasa kwa kutambua kwa shughuli zote za wizara kwa sasa zinatekelezwa kwa mtandao. Naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kumpongeza kaimu mkuu wa kitengo cha TEHAMA cha wizara kwa kusimamia na kutekeleza shughuli za kitengo na kuona umuhimu wa watumishi wa wizara kupewa mafunzo haya. Mafunzo haya ni muhimu kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa part ya cyber security framework. Ndugu mgeni rasmi, lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo watumishi ili kuweza kupata basic skills za usalama wa mtandao na kuweza kujikinga dhidi ya uhalifu wa mtandao. Mafunzo haya ni mmoja ya hatua kubwa inayopaswa kufanyika kila mara kwa watumishi ili kuongezea uwezo wa kukabiliana na uhalifu wa mtandao. Kwa maana hiyo, cyber security awareness is the key towards implementing cyber security framework. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na lengo hilo la kuhakikisha kwamba watumishi hao wanapewa mafunzo, sheria ya serikali mtandao namba 10 mwaka 2019 katika aya ya 44 inaelekeza kuwa kila taasisi kuhakikisha kwamba inatoa mafunzo ya usalama kwa matumizi kwa watumishi katika mahali pao pa kazi. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yanaifanya wizara yetu kuendelea kutekeleza sheria hiyo. Aidha, mafunzo haya ni utekelezaji wa mpango na bajeti wa kitengo, yani MTF 24-25, ambapo kitengo kilipanga kuimarisha usalama wa mtandao wizarani, yani to enhance cyber security by June 2025.